kwa hatua stahiki zinazofuatia. Mheshimiwa Rais, naomba kuhitimisha kwa niaba ya management na watumishi wenzangu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa, tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako mahiri kwa utashi ulionao kuongoza mapambano dhidi ya rushwa nchini. TAKUKURU inakuahidi itaendelea kuongeza juhudi katika kudhibiti vitendo vya rushwa kwenye rasilimali za umma, hususani utekelezaji wa miradi ya maendeleo kabla vitendo hivyo havijatokea. Na kwa wale watakaobainika na kuthibitika kujihusisha na vitendo vya rushwa na ufisadi, Mheshimiwa Rais, ni kuahidi hawatabaki salama. Tutawashughulikia vilivyo. Baada ya maelezo haya na kwa ruhusa yako, ninaomba nikukabidhi nakala ya taarifa ya utendaji kazi wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa kwa kipindi cha mwaka 2020-2021. Na asanteni kwa kunisikiliza pia. Tukae tafadhali. Shukran sana CP Salum Hamduni, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Na sasa ningependa kumkaribisha CAG ndugu Charles Kichere kwa ajili ya kutoa mukhtasari wa taarifa yake na baadaye pia akabidhi. Karibu sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Hussein Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri mliohudhuria, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali Dr. Feleshi, Mheshimiwa Mtendaji wa Mahakama Profesa Elisante, makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu mliohudhuria hapa, wajumbe wa kamati za Bunge, kianza na kamati ya Laki, Mheshimiwa Grace Tendega, Mheshimiwa Daniel Silo, mwenyekiti wa kamati ya Budget, Mheshimiwa Hasunga, makamu mwenyekiti wa kamati ya PAC, wakuu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, watumishi wenzangu wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi na watumishi wengine wa serikali, mabibi na mabwana, niseme itifaki imezingatiwa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mheshimiwa Rais, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuiona siku hii ya leo. Pia nakushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda wako kukutana nasi pamoja na majukumu mengine yanayokukabili katika kusimamia na kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie fursa hii kukupongeza wewe kwa kutimiza mwaka mmoja kutiongoza Tanzania wenzako kwa umahiri mkubwa katika nafasi yako ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunakuombea afya njema na Mwenyezi Mungu azidi kuongoza katika kutekeleza majukumu yako na kutuletea maendeleo ya Tanzania wenzako. Mheshimiwa Rais, leo hii niko mbele yako kutimiza matakwa ya ibara ya 143 ibara ndogo ya 4
ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na sheria ya ukaguzi wa taifa sura 418. Ibara hiyo pamoja na sheria niliyotaja vinanitaka kuwasilisha ripoti ya ukaguzi kabla ama ifikapo tarehe 31 Machi ya kila mwaka. Hivyo basi, leo hii nawasilisha kwako ripoti za ukaguzi kwa mwaka wa 2020-2021, yaani ukaguzi wa hesabu za serikali pamoja na shughuli za serikali zilizotekelezwa kuanzia tarehe 1 Julai 2020 hadi tarehe 30 Juni 2021. Mheshimiwa Rais, kabla ya kutekeleza jukumu hilo la kikatiba na kisheria, naomba uniruhusu niseme kidogo mambo yanayohusu ofisi yangu na utekelezaji wa majukumu yake pamoja na mambo muhimu yalijitokeza wakati wa ukaguzi huu. Mheshimiwa Rais, nitumie fursa hii kuishukuru ofisi yako kwa kutupatia kibali cha kuajiri watumishi 104 ili kufidia upungufu wa wafanyakazi unaoikabili ofisi ya taifa ya ukaguzi. Tunakushukuru sana na tunaahidi kuendelea kufanya kaguzi nyingi zaidi zinazolenga kuboresha utendaji serikalini. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii pia kulishukuru bunge letu kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa katika kutekeleza majukumu yetu, kwa maana bunge zima na kamati zake, na pia nichukue nafasi hii kuwashukuru watendaji wote wa serikali kwa kutupa ushirikiano mkubwa wakati tunatekeleza majukumu yetu. Mheshimiwa Rais, ofisi yangu katika nyanja za kimataifa iliongezewa muda wa kukagua kamisheni ya usimamizi wa anga la Afrika, kwa maana Africa Civil Aviation Commission, yenye makao yake makuu Dakar nchini Senegal, kwa kipindi cha miaka mingine mitatu kuanzia 2022 hadi 2024, baada ya kukamilisha ukaguzi wa miaka mitatu iliyopita, yani 2018 na 2020 kwa ufanisi mkubwa. Ofisi yangu pia ni mjumbe wa bodi ya wakaguzi wa nje wa Umoja wa Afrika yenye makao makuu Addis Ababa, Ethiopia. Katika ukaguzi huu, ofisi yangu inakagua Umoja wa Afrika makao makuu na taasisi zake, Cape ECOSOC yenye makao makuu yake Lusaka nchini Zambia, Pan African University chenye matawi yake nchini Kenya, Kameruni, Algeria na Nigeria, na kamisheni ya kulinda amani Somalia kwa maana ya AMISOM yenye makao makuu yake Mogadisho nchini Somalia. Pia ofisi yangu inafanya ukaguzi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na taasisi zake zilizopo kwenye nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Kaguzi zote hizo tunazifanya kwa umahiri mkubwa na weledi mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, fursa hizi ni muhimu sana kwa ofisi yangu na nchi kwa ujumla, kwani nasaidia kuwajengea uwezo na kuwapa uzoefu wa wakaguzi wangu katika kukagua mifumo mbalimbali inayotumika kwenye taasisi hizo katika kudhibiti mapato na matumizi ya fedha, rasilimali watu pamoja na mali zingine. Uzoefu tunaopata unatusaidia kuboresha ukaguzi wangu hapa nchini na kutoa ushauri madhubuti kwa serikali. Mheshimiwa Rais, naomba nikufahamishe kuwa ofisi yangu imefanikiwa kukagua Benki Kuu ya Tanzania kwa kipindi cha miaka mitatu mfululizo, ambapo miaka iliyopita tulikuwa tunatumia ukaguzi wa makampuni binafsi. Ni nchi chache duniani zinazotumia ofisi za ukaguzi wa taifa, kwa maana Supreme Audit Institutions, kufanya ukaguzi wa Benki Kuu. Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Fedha Duniani kwa maana IMF, kati ya benki kuu 170 zilizofanyiwa tathmini na shirika hilo, ni 12% tu zinakaguliwa na ofisi za ukaguzi za taifa, na Tanzania ni mmoja wao. Mheshimiwa Rais, Shirika la Fedha Duniani na Benki Kuu ya Dunia wameainisha vigezo vinavyotumika kupima uwezo wa taasisi za ukaguzi. Kupitia taarifa zao mbalimbali, ofisi yangu imeonyesha umahiri katika ufanyaji kazi kitaalamu, ingawa kuna maeneo machache ya kufanyia kazi kuendelea kuwa taasisi bora zaidi ya ukaguzi nchini hata ukanda wa Afrika. Mheshimiwa Rais, nilipokuwa nawasilisha kwako taarifa ya ukaguzi wa mwaka wa fedha 2019-2020, ulielekeza ofisi yangu kufanya ukaguzi maalum wa fedha zilizotolewa Benki Kuu ya Tanzania katika kutekeleza miradi mbalimbali kati ya mwezi Januari na Machi, ambapo ripoti yake ni kukabidhi tarehe 1 Julai 2021. Mheshimiwa Rais, aidha ulielekeza kuongeza wigo wa kukagua miradi ya kimkakati kwa kutumia mbinu mpya ya real time audit inayohakikisha kwamba ukaguzi unafanyika kadri miradi inavyotekelezwa na mapungufu yanabainika yanafanywa kazi kwa wakati. Naomba kufahamisha kuwa mwaka wa 2020-2021 ofisi imefanikiwa kufanya kaguzi 7 kwa kutumia mbinu za real time audit katika maeneo mbalimbali kama vile daraja la Wami, daraja la Kigongo Busisi, ujenzi wa hospitali za mikoa na rufaa, ujenzi wa mradi wa umwagiliaji maji, usanifu na usimamizi wa baadhi ya miradi ya maji, ujenzi wa uboreshaji wa viwanja vya ndege na usanifu na usimamizi wa miradi ya barabara jijini Dodoma. Mheshimiwa Rais,
Vile vile ulielekeza ukaguzi maalum wa mifumo ya mapato ili kuangalia uwezekano wa kupunguza idadi ya mifumo inayofanya kazi zinazofanana. Naomba kufahamisha kuwa ukaguzi huu umefanyika kwa kushirikiana na taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa, na taarifa yake na ikabidhi kwako leo Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kuhusu mashirika ya umma ulielekeza ukaguzi wa kina ufanyike kubaini mapungufu mbalimbali yanayoashiria upotevu wa mapato katika maeneo husika. Tumeendelea kufanya kaguzi hizo kwa kina na matokeo ya ukaguzi huu yapo kwenye taarifa nitakazokukabidhi leo Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mwaka 2021 nimefanya jumla ya kaguzi maalum 56, 37 zikiwa za mamlaka ya serikali za mitaa, 12 serikali kuu, 6 mashirika ya umma na 1 ya mifumo ya tehama. Mheshimiwa Rais, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi mkubwa wa maendeleo chini ya mpango wa ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya uviko 19 kupitia mradi wa Tanzania COVID-19 Socio-Economic Response and Recovery Plan. Katika kuunga mkono jitihada za serikali pamoja na maelekezo yako kuhakikisha kwamba fedha zote kiasi cha shilingi trilioni 1.3 kinatumika kama kilivyopangwa, ninaendelea na ukaguzi katika maeneo yote yaliyopatiwa fedha za mradi wa uviko 19 Tanzania. Na nakuahidi kwamba kila senti ya fedha hiyo itakaguliwa kuhakikisha zimetumika kwa kufuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo husika. Mheshimiwa Rais, nitakapokamilisha ukaguzi huu, nitawasilisha ripoti hiyo kwako na matokeo yake yatawekwa hadharani ili kuimarisha uwazi na uwajibikaji wa fedha hizo. Hii inazingatia maelekezo yako uliyotoa siku nazindua huu mradi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, aidha nimeanzisha ukaguzi wa fedha na utaratibu wa kesi zilizohitimishwa kwa kufuata sheria ya makubaliano ya kukiri kosa kwa maana plea bargain ya mwaka 2019 ili kujiridhisha na taratibu zote pamoja na kiasi kilichokusanywa kutokana na taratibu huo. Ukaguzi huu pia utahusisha mali zilizotaifishwa na serikali Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, nijielekeze kwenye mwenendo wa hati za ukaguzi. Kwa mwaka wa fedha 2020-2021 nimetoa jumla ya hati 999 za ukaguzi. Kati ya hati hizo 185 zinahusu mamlaka ya serikali za mitaa, hati 195 mashirika ya umma, hati 308 serikali kuu, hati 19 vyama vya siasa na hati 292 miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati 999 nilizozitoa, hati zinazoridhisha ni 970 sawa na 97.1. Hati zenye mashaka ni 19 sawa na 1.9. Hati mbaya ni 6 sawa na 0.6. Na nilitoa hati 4 za kushindwa kutoa maoni sawa na 0.4. Mheshimiwa Rais, ukilinganisha na mwaka jana utaona kuna ongezeko la hati safi na kupungua kwa hati zenye mashaka, hati mbaya na kushindwa kutolea maoni. Mwaka jana hati safi zilikuwa 89. Mwaka huu ni 97.01. Hii ni hatua nzuri. Niombe maafisa masuhuri waongeze bidii ili kupata hati safi. Mheshimiwa Rais, taasisi zilizopata hati zenye shaka, hati mbaya na zilizoshindwa kutolea maoni ni kama ifuatavyo. Taasisi zilizopata hati zenye mashaka mbaya na kushindwa kutoa maoni katika serikali za mitaa ni jiji la Dar es Salaam, jiji la zamani la Dar es Salaam walipata hati yenye mashaka, halmashauri ya wilaya ya Kisarawe hati yenye shaka, halmashauri ya wilaya ya Longido hati yenye shaka, halmashauri ya Mlele hati yenye shaka, halmashauri ya wilaya ya Msoma hati yenye shaka, halmashauri ya Sengerema hati yenye shaka, halmashauri ya Bunda hati mbaya. Mashirika ya umma, mamlaka ya maji safi na ustawi wa mazingira Geita walipata hati yenye shaka, taasisi ya mifupa Muhimbili hati yenye shaka, mamlaka ya maji safi na ustawi wa mazingira Muleba hati yenye shaka, mamlaka ya maji safi na ustawi wa mazingira Ngara hati yenye shaka, mamlaka ya maji na ustawi wa mazingira Tabora hati yenye shaka, mamlaka ya bandari Tanzania hati yenye shaka, shirika la mawasiliano Tanzania hati yenye shaka, kampuni ya magazeti ya serikali hati yenye shaka, shirika la masoko Kariakoo nilishindwa kutoa maoni na shirika la reli Tanzania nilishindwa pia kutoa maoni. Mheshimiwa Rais, kwenye serikali kuu
Jumuiya tawala za mitaa Tanzania ALAT walipata hati yenye shaka. Hesabu jumuishi za taifa walipata hati yenye shaka. Baraza la madaktari Tanganyika walipata hati yenye shaka. Kwa upande wa vyama vya siasa, Mheshimiwa Rais, Alliance for Democratic Change ADC walipata hati mbaya. Chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA walipata hati mbaya. Tanzania Labour Party TLP hati mbaya. Union for Multi-Party Democracy UMD hati mbaya. Civic United Front CUF hati yenye shaka. United Democratic Party UDP hati yenye shaka. Chama cha Sauti ya Umma SAU hati yenye shaka. Demokrasia Makini tulishindwa kutoa maoni. Alliance for the African Farmers Party AFP tulishindwa pia kutoa maoni. Mheshimiwa Rais, pamoja na changamoto za uviko 19 mwaka 2020-2021 nimekagua balozi na misheni 43 na matokeo ya kaguzi hizo yamejumuishwa katika ripoti ya serikali kuu. Mheshimiwa Rais, nilitathmini utekelezaji wa mapendekezo ya miaka iliyopita. Kati ya mapendekezo 31,311 ya mwaka iliyopita, mapendekezo 9,975 sana 32% yametekelezwa kikamilifu. Mapendekezo 10,431 sana 33%, utekelezaji wake unaendelea. Aidha, mapendekezo 6,284 sana 20% hajaanza kutekelezwa. Mapendekezo 2,890 9% yamerudiwa na mapendekezo 1,731 6% sana 6% yamepitwa na wakati. Mheshimiwa Rais, pia nilitathmini utekelezaji wa mapendekezo kwenye kaguzi 8 za ufanisi kwa mwaka 2021 kama ifuatavyo. Kati ya mapendekezo 102, mapendekezo 15 sawa na 15% yametekelezwa kikamilifu. Mapendekezo 52 sawa na 51%, utekelezaji wake unaendelea. Mapendekezo 34 sawa na 33% hajaanza kutekelezwa. Na pendekezo 1 sawa na 1% limepitwa na wakati. Mheshimiwa Rais, ninatambua juhudi za serikali yako katika kuyafanyia kazi mapendekezo yangu. Hata hivyo, jitihada zaidi zinahitajika kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani ili kuongeza mapato na kudhibiti matumizi. Mheshimiwa Rais, nijikite sasa kwenye muhtasari wa mambo, kwa ufupi mambo ya msisitizo ambayo yameonekana katika ukaguzi wa mwaka huu. Mheshimiwa Rais, nianze na mwenendo wa deni la serikali. Kufikia tarehe 30 Juni 2021, deni la serikali lilikuwa ni shilingi trilioni 64.52 ikilinganishwa na trilioni 56.76 mwaka uliopita. Hivyo kuna ongezeko la shilingi trilioni 7.76 kwa maana 13.7%. Mheshimiwa Rais, hata hivyo kipimo cha deni la serikali kinachotumia pato la taifa kinaonyesha kwamba deni hili bado ni himilivu. Mheshimiwa Rais, niende kwenye miradi ya viwanja vya ndege. Kuanzia mwaka 2016-17 hadi 2020-2021, serikali ilitumia jumla ya shilingi trilioni 1.02 kujenga na kuboresha viwanja vya ndege 12 hapa nchini. Ukaguzi wangu ulibaini yafuatayo. Kwa kifupi, kuna mwingiliano wa mamlaka na majukumu ya uendelezaji wa viwanja vya ndege baina ya taasisi mbili, yani TAA na TANROADS, unaosababisha mapungufu katika uwajibikaji na utekelezaji wa bajeti za miradi hiyo. Kuna ongezeko la gharama za shilingi bilioni 22.35 kutokana na kutolipa fidia kaya 1125 katika kiwanja cha ndege cha Julius Nyerere kwa zaidi ya miaka 23. Kuna watu pale wanatakiwa kulipa fidia, lakini kuna taratibu hazijakamilika hajilipa fidia. Kwa hiyo kuanzia mwaka 1997 mpaka leo inaonekana tathmini inaonyesha deni linaongezeka kutoka bilioni 7 hadi bilioni 29. Kuna kuchelewa malipo ya kandarasi kulikosababisha jumla ya tozo za riba ya shilingi bilioni 14.14 ambapo shilingi bilioni 11.39 ni za kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere na shilingi bilioni 2.75 ni kiwanja cha ndege cha Mwanza. Mwenendo wa mabenki ya serikali. Mheshimiwa Rais, katika ukaguzi wa benki zinazomilikiwa na serikali nilibaini mambo yafuatayo. Kiwango cha mikopo chechefu kwa benki ya maendeleo kwa maana TIB kiliongezeka kutoka 41.5 mwaka 2019 hadi 51.5 mwaka 2020, kinyume na lengo la Benki Kuu ya Tanzania ambalo ni kufikia 5% tu.
Mwaka 2020 Benki ya Maendeleo TIB ilikuwa na amana zilizoiva za shilingi bilioni 119.27 na dola za Marekani milioni 26.76. Pia benki hii ilikuwa na amana za kudumu zilizoiva za shilingi bilioni 11.23 na dola za Marekani 474,837 tangu mwaka 2019. Hata hivyo, benki ilishindwa kufanya malipo hayo kwa wateja wake. Vile vile Benki ya Maendeleo ya TIB imeshindwa kulipa madeni yake ya kodi ya shilingi bilioni 28.4 kwa miaka 4 mfululizo kuanzia mwaka 2017 hadi 2020. Aidha, kiwango cha mikopo chechefu kwa Benki ya Biashara Tanzania TCB, Tanzania Commercial Bank, zamani Benki ya Posta Tanzania, kiliongezeka kutoka 5.87 kwa mwaka 2019 mpaka 15.1, kinyume na lengo la Benki Kuu ya Tanzania la kufikia 5% baada ya kuunganishwa. Hii ilitokea baada ya kuunganishwa kwa Benki ya TIB ya wateja wakubwa, ya TIB Corporate na Benki ya Posta Tanzania. Mwenendo wa mifumo ya hifadhi ya jamii. Mheshimiwa Rais, mifuko ya hifadhi ya jamii. Mifuko ya hifadhi ya jamii ina changamoto mbalimbali. Kwa kifupi, nizitaje chache. Pamoja na serikali kuongeza uwezo wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa sekta ya umma hadi kufikia 30%, bado kiwango hiki kiko chini ya 40% inayopendekezwa. Kwa miaka 3 mfululizo, mafao ya pensheni ya mfuko wa hifadhi ya jamii wa sekta ya umma yalizidi mapato yanayotokana michango kwa mwaka husika, ambapo mwaka 2020-2021 mafao yalizidi kwa shilingi bilioni 767. Mwaka 2019-2020 yalizidi kwa shilingi bilioni 232 na mwaka 2018-2019 yalizidi kwa shilingi bilioni 307. Mheshimiwa Rais, mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii wa sekta binafsi ulitoa mikopo ya shilingi trilioni 1.17 kwa taasisi 10 za serikali ambayo haijalipwa tangia mwaka 2007. Hadi kufikia Juni 30, 2021, mfuko wa hifadhi ya jamii sekta ya umma ulikuwa na madeni ya shilingi bilioni 323.98 kutoka kwa taasisi za serikali na mashirika mengine. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa mashirika ya umma kwa ufupi. Mashirika ya umma 38 hayakuwa na bodi za wakurugenzi. Kati ya hayo mashirika 26 yalifanya kazi bila bodi kwa zaidi ya miaka 12. Aidha, bodi ya korosho Tanzania na shirika la maendeleo ya petroli Tanzania wana wenyeviti wa bodi pekee bila wajumbe wa bodi. Ni imani yangu kwamba changamoto za madeni na mikataba kati ya shirika na TFGA zikishughulikiwa, basi ATCL inaweza kupata faida. Serikali pia inaweza kuangalia uwezekano wa kuipatia ATCL baadhi tu ya ndege ili shirika hili liweze kurekebisha vitabu vyake vya hesabu. Mheshimiwa Rais, shirika la pili katika yale 8 ni shirika la maendeleo ya taifa. Hili shirika limeendelea kupata hasara, kutofanya vizuri kutokana na hasara inayotokana na kampuni yake Tanzu ya Tanzania Biotech Product. Hivyo kupelekea hasara ya miaka 3 mfululizo kwa shirika la taifa la maendeleo. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi masuala yanayohusu wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya mwaka 2018-2021 wanafunzi 18,670 katika halmashauri za serikali za mitaa 27 waliacha shule kabla ya kuhitimu shule ya msingi.
Ukaguzi ulibaini pia mikopo kiasi cha shilingi bilioni 47.01 iliyotolewa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu na mamlaka 155 za serikali za mitaa haijarejeshwa mpaka tunamaliza ukaguzi. Pia mamlaka 83 za serikali za mitaa hazikuchangia shilingi bilioni 6.68 ila 10% ya mapato yao ndani kwenda kwenye mfuko wa wanawake, vijana, watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Rais, niingie kwenye miradi ya kimkakati. Kuchelewa kwa ujenzi wa mradi wa bwawa la kufua umeme wa maji la Julius Nyerere mto Rufiji kwa 46.45. Hadi kufikia tarehe 31 Oktoba 2021, mradi ulipangwa kukamilika kwa 94.47. Hata hivyo, nilibaini kuwa mradi ulikamilika kwa 48.02, ukiwa umechelewa kwa 46.45. Ucheleweshaji umesababishwa na kuchelewa kuwasilishwa na kuidhinishwa kwa usanifu wa mwisho wa mradi, janga la mafuriko kwenye mto Rufiji pamoja na janga la uviko. Kukatika kwa umeme kwenye mradi kumesababisha madai ya dola za Marekani milioni 8.53 sawa na shilingi bilioni 19.51. Kukatika kwa umeme mara kwa mara kwenye eneo la mradi wa Julius Nyerere kuanzia tarehe 10 Januari 2020 hadi Oktoba 2020 umesababisha mkandarasi kudai dola za Marekani milioni 8.53 sawa na shilingi bilioni 19.51. Hii ilisababishwa na kukosa tathmini iliyoainisha mahitaji ya umeme wa kuendeshea vifaa vya mkandarasi kwenye eneo la mradi. Kukatika kwa umeme kwenye eneo la mradi kunaongeza muda na gharama za kukamilisha mradi wetu. Barabara iliyotelekezwa yenye thamani ya shilingi bilioni 3.09. Mheshimiwa Rais, wakandarasi 4 walitelekeza miradi ya ujenzi wa barabara yenye thamani ya shilingi bilioni 3.09 waliokabidhiwa na TARURA katika miradi hiyo kabla ya miradi hiyo kukamilika kwa mujibu wa mikataba walioingia. Aidha, mwaka 2019-2020 TARURA ilitelekeza miradi ya barabara yenye thamani ya shilingi bilioni 1.95. Hali hii inaonyesha tatizo bado halijatafutiwa ufumbuzi. Changamoto za utekelezaji wa mradi wa Mchuchuma wa kufua umeme kwa makaa ya mawe na mradi wa chuma wa Liganga. Mheshimiwa Rais, tarehe 21 Septemba mwaka 2011, Shirika la Maendeleo ya Taifa na kampuni ya Sichuan Hangda Group Company Limited zilisaini mkataba wa ubia wa kuunda kampuni ya Tanzania China International Mineral Resources Limited ili kutekeleza mradi wa makaa ya mawe ya Mchuchuma na Liganga. Pamoja na mapendekezo yangu ya mwaka uliopita, nimeendelea kubaini mapungufu yafuatayo yanayochelewesha utekelezaji wa mradi huu. Serikali kuchelewa kufanya maamuzi. Serikali haitoa tangazo linalohalalisha utoaji wa vivutio vya uwekezaji vilivyoainishwa kwenye mkataba wa utendaji kazi, hivyo kuchelewesha utekelezaji wa mradi. Pili, kutolipwa fidia ardhi kwa miradi ya Mchuchuma na Liganga ya thamani ya shilingi bilioni 13.32. Gharama za kulipa fidia ya shilingi bilioni 4.48 kwa Mchuchuma na shilingi bilioni 8.84 kwa Liganga hazikulipwa kwa wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya mradi kwa kipindi cha miaka 6. Ucheleweshaji huu unaathiri utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Rais, kuchelewa kuwasili kwa vichwa viwili vya treni na mabehewa ya 12 ya abiria. Mkataba baina ya Shirika la Reli Tanzania na kampuni ya Eurowagon Dayrum Tikaret Limited ya Uturuki ulitaka vichwa viwili vya treni na mabehewa 12 kwa ajili ya majaribio ya reli ya kisasa kufika nchini tarehe 28 Februari 2021. Mzabuni aliongezewa muda hadi tarehe 30 Novemba 2021. Hata hivyo, hadi nakamilisha ukaguzi tarehe 10 Februari 2022, vichwa vya treni na mabehewa hayakuwa yamefika nchini. Mheshimiwa Rais, kuchelewa kukamilika kwa mradi kulikosababisha gharama za nyongeza dola za Marekani milioni 4.03 sawa na shilingi bilioni 9.2. Nilibaini nyongeza ya muda wa miezi 35 kukamilisha sehemu ya kwanza ya mradi wa reli ya kisasa hadi tarehe 23 Septemba 2022. Nyongeza hii ya muda ilisababishwa
na mapungufu katika usanifu wa mradi, kuchelewa kutatua changamoto ya njia ya kipande cha reli kuelekea bandarini. Hii ilisababisha ongezeko la gharama za mradi kwa dola za Marekani milioni 4.03 sana shilingi bilioni 9.2, ambayo ni hasara kwa serikali. Mheshimiwa Rais, tozo za riba kutokana kuchelewesha malipo. Wakandarasi katika miradi mitano inayotekelezwa chini ya sekta ya usafirishaji walicheleweshwa malipo na kusababisha tozo ya riba ya shilingi bilioni 4.79. 2. Wakala wa barabara TANROADS na TARURA walitozwa riba ya shilingi bilioni 69.62 kwa kuchelewesha malipo ya madeni ya shilingi bilioni 673.52 ya wakandarasi na washauri wa ujenzi. Kati ya kiasi hicho, deni la TANROADS ni shilingi bilioni 664.35, iliyosababisha tozo ya riba ya shilingi bilioni 68.7. Riba hizo zinasababishwa na utoaji usioridhisha wa fedha kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, ubalozi wa kudumu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa huko New York ulikuwa na deni la kodi ya majengo la dola za Marekani 376,768.6. Mwisho wa kulipa ankara ya malipo ilikuwa ni tarehe 1 Aprili 2021. Ubalozi ulifanya malipo ya dola za Marekani 172,704.35 na kubakia na bakaa ya dola za Marekani 264,064.25 ambazo hazikulipwa hadi tarehe 30 Juni 2021. Kutokana na kuchelewesha malipo, deni limekuwa kutoka dola za Marekani 264,064.25 hadi kufikia 293,226.86 mnamo tarehe 20 Novemba 2021 kutokana na riba. Shirika la reli lilitozwa adhabu ya shilingi bilioni 8.95 kwa kuchelewesha malipo ya kodi ya ongezeko la thamani kwa kipindi cha miaka miwili. Ongezeko la riba na adhabu kunaongeza gharama za mradi ili hali zingeweza kuepukwa. Mashirika matatu ya umma yalichelewesha malipo kwa zabuni baada ya kupata bidhaa au huduma mbalimbali, hivyo kutozwa riba na adhabu za shilingi bilioni 95.2 ambapo hakuna thamani ya fedha iliyopatikana kwenye gharama hizo. Mheshimiwa Rais, usimamizi na utoaji wa huduma za miundombinu na mahabusu na magereza. Mheshimiwa Rais, ukaguzi ulionyesha kwamba hamna tathmini ya mahitaji miundombinu ya mahabusu na magereza, hali iliyopelekea msongamano kwenye mahabusu na magereza zetu hapa nchini. Pia kuna uchakavu wa miundombinu ya mahabusu na magereza, makazi ya askari na maafisa wa magereza na magari ya kubebea mahabusu, wafungwa pamoja na watumishi. Mheshimiwa Rais, mapungufu katika bohari ya madawa MSD. Mheshimiwa Rais, MSD ililipwa kiasi cha shilingi bilioni 14.1 kununua dawa na vifaa tiba vya hospitali za rufaa 27. Hata hivyo, MSD haikupeleka dawa na vifaa tiba kwa zaidi ya mwaka mmoja. Hali hii inasababisha uhaba wa dawa na vifaa tiba katika hospitali na kukwamisha utoaji wa huduma za afya hapa nchini. Mheshimiwa Rais, bohari kuu ilishindwa kwa asilimia 66, bohari kuu ya dawa ilishindwa kwa asilimia 66 kutimiza mahitaji ya bidhaa kwa wateja wake. Mpango wa biashara wa bohari kuu ya dawa wa mwaka 2021 unataka bohari kuu kutimiza mahitaji ya bidhaa kwa wateja hadi kufikia asilimia 75 ya bidhaa zilizoagizwa kufikia mwezi Juni 2021. Hata hivyo, hadi kufikia tarehe 30 Juni 2021, bohari kuu ilitimiza asilimia 34 tu ya jumla ya bidhaa 43,180,884 zilizoagizwa na wateja na kuacha asilimia 66 zikiwa hazijatimizwa. Kuchelewa kupeleka bidhaa zilizoagizwa na wateja kunachelewesha utoaji wa huduma za afya kwa jamii na kuna haribu taswira ya bohari kuu ya dawa na serikali kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, ukiukwaji wa mgawanyo wa majukumu kwenye mchakato wa manunuzi yenye thamani ya dola za Marekani milioni 1.05 na shilingi bilioni 2.79 bohari kuu ya madawa. Afisa masuli ya bohari kuu ya madawa aliidhinisha taratibu zote za utoaji wa zabuni bila idhini ya bodi ya zabuni kwa mikataba yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.06 sana shilingi trilioni 2.44 kinyume na sheria ya manunuzi ya umma. Pia nilibaini mchakato mzima wa kununua mashine 71 za hemodialysis
za kusafisha damu kwa mkataba wa shilingi bilioni 2.79 ulifanywa na watu watatu bila kuhusisha kitengo cha usimamizi wa manunuzi na bodi ya zabuni. Aidha, Bohari Kuu ya Dawa ilitumia shilingi milioni 215.99 kulipa watumishi hao waliohusika katika ununuzi posho za kujikimu kwa siku 61 pamoja na gharama za usafiri kwenda China kufuatilia vifaa hivyo. Masuala yanayohusu kaguzi za balozi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, balozi zetu 10 zina viwanja ambavyo havijaendelezwa. Swala hili nilitolea taarifa katika ripoti zangu miaka ya nyuma, lakini hadi sasa hakuna hatua zilizochukuliwa. Mheshimiwa Rais, kodi kubwa inayolipwa kwa nyumba zinazokodishwa kwenye balozi zetu. Balozi 10 zimekodi nyumba kwa ajili ya ofisi na makazi na kugharamia shilingi bilioni 3.86 kama kodi kwa mwaka wa 2020-2021. Fedha hizi zingeokolewa kama balozi zingejenga majengo yao, majengo yasiyotumika kwenye balozi zetu. Nilibaini balozi 2 zenye majengo ambayo yapo wazi na hayajatumika kwa muda mrefu, ingawa yapo katika hali nzuri. Mheshimiwa Rais, niende kwenye usimamizi wa matumizi. Mheshimiwa Rais, mamlaka 24 za serikali za mitaa zilitumia shilingi milioni 664 katika matumizi yasiyo na manufaa kama vile malipo kwa bidhaa ambazo hazikuwahi kupokelewa, riba na adhabu za kuchelewesha malipo na malipo ya posho kwa watumishi wasiostahili. Mamlaka za serikali za mitaa 25 zililipa shilingi milioni 556.84 kwa watumishi waliostaafu, waliofariki, waliotoroka, walioachishwa kazi na watumishi waliokuwa likizo bila malipo. Usimamizi wa mapato. Mheshimiwa Rais, wakusanya mapato katika halmashauri za serikali za mitaa 1147 hawakuwasilisha benki makusanyo yanayofikia jumla ya shilingi bilioni 17. Mheshimiwa Rais, kushindwa kupunguza muda wa meli kukaa bandarini na muda wa kupakua mizigo. Mpango mkakati wa mamlaka yetu ya bandari wa mwaka wa 2016-2017 mpaka 2020-2021 ulikusudia kupunguza muda wa meli kukaa bandarini kutoka siku 3 hadi 2 na kupunguza muda wa kuondoa mizigo kutoka siku 10 hadi siku 5 ifikapo Juni 2021. Hata hivyo, nilibaini kuwa muda wa kukaa meli bandarini ulikuwa kati ya siku 3 na siku 6 na kupakua mzigo ulikuwa kati ya siku 8 na siku 10. Baadhi ya mambo yalichangia kutofikia lengo ni pamoja na utaratibu mgumu wa ujazaji wa nyaraka na kiwango kidogo cha matumizi ya tehama kwenye bandari yetu. Kwa maoni yangu, hali hii inahatarisha fursa ya bandari ya Dar es Salaam kushindana na bandari za nchi jirani na kuikosesha serikali mapato yake. Ni vema wakapewa msaada, wakatengeneza mifumo ya tehama ili kurahisisha shughuli za bandari, kwa sababu mifumo ya tehama ndani ya bandari iko chini sana. Mheshimiwa Rais, kuchelewa kuunganisha umeme kwa wateja kati ya siku 7 hadi siku 481. Katika sampuli ya wateja 84,455 waliopatiwa huduma za umeme mwaka wa 2020-2021, uunganishwaji kwa wateja 57,691 sawa na 68% ulichelewa kwa kati ya siku 7 hadi siku 481. Kinyume na mkataba wa huduma kwa wateja wa Shirika la Umeme Tanzania unaotaka uunganishaji wa mteja kufanyika ndani ya siku 7 hadi siku 14. Ucheleweshaji huu unazorotesha huduma kwa wananchi na kulikosesha shirika mapato. Mheshimiwa Rais, shilingi milioni 755.65 za bili za maji walizotozwa wateja bila kusoma mita za maji katika Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam. Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam ilitoza bili za maji kwa wateja 1207 na kukusanya shilingi milioni 755.65 bila kusoma mita za maji kwa matumizi ya maji ya kila mwezi. Wateja 371 kati ya hao walikuwa na mita mbovu na wateja 836 walitozwa huduma za maji taka bila kuwa na taarifa sahihi zinazotumika kukadiria gharama za maji taka. Utaratibu huu, Mheshimiwa Rais, unaweza kusababisha wateja kulipa zaidi au pungufu ya kiasi kilichotakiwa. Mheshimiwa Rais, kusitishwa mkataba dhidi ya Symbion LLC kulikosababisha malipo ya dola za Marekani milioni 153.43. Tarehe 24 Mei 2016, Mheshimiwa Rais, Shirika la Umeme Tanzania
lilizuia kampuni ya Symbion kusambaza umeme kwenye mtandao wa gridi ya shirika la umeme la Tanzania kutokana na mzozo uliotokea baina yao kuhusu uhalali wa mkataba wa ununuzi wa umeme. Hii ilisababisha kampuni ya Symbion kufungua kesi ya madai ya dola za Marekani bilioni 1.57 katika kituo cha kimataifa cha usuluhishi wa migogoro ya uwekezaji kwa maana ECSED. Tarehe 21 Mei 2021, pande zote zilikubaliana kutatua suala hilo kwa kusaini mkataba wa maelewano ambapo shirika la umeme Tanzania lilitakiwa kulipa dola za Marekani milioni 153.43 kwa kusitisha mkataba. Usimamizi usiofaa wa mikataba, ukosefu wa umakini kwa shirika la umeme Tanzania kushindwa kutathmini athari za kifedha kabla ya kusitisha mkataba kumesababisha upotevu wa fedha za serikali kiasi cha dola za Marekani milioni 153.43. Mheshimiwa Rais, kuongezeka kwa bei ya mbolea sokoni kulikosababishwa na uhaba wa mbolea. Nilibaini ongezeko la mbolea kwa sababu Mamlaka ya Mbolea Tanzania haikusimamia matakwa ya kanuni ya kupanga bei elekezi. Bei za mwisho zilizotolewa na kutakiwa kuanza mwezi Novemba 2020 zilikuwa kilo 50 kwa shilingi 66,995 kwa DAP na shilingi 53,318 kwa urea. Hata hivyo, hadi mwezi Julai 2021 bei ya mbolea ilikuwa shilingi 90,000 kwa mbolea za DAP na shilingi 86,000 kwa mbolea ya urea, na bei hizo zimeendelea kupanda. Kupanda kwa bei na uhaba wa mbolea kunaweza uzalishaji wa mazao katika miaka ijayo. Mheshimiwa Rais, akaunti za makusanyo ambazo hazijawahi kuhamisha fedha kwenda Benki Kuu. Akaunti za makusanyo 79 za taasisi za umma 68 hazikuwahi kuhamisha makusanyo kwenda Benki Kuu tangu zianze kukusanya mapato. Mpaka kufikia Mei 2021, akaunti hizo zilikusanya jumla ya shilingi bilioni 148.81 na dola za Kimarekani milioni 6.33 na euro za Ulaya milioni 6. Hii imetokana na maafisa masuli wa taasisi husika kutoweka agizo maana standing order kwa benki za biashara kuhamisha makusanyo kwenda Benki Kuu kama ilivyo maelekezo. Mheshimiwa Rais, mapungufu katika mfumo wa kielektroniki wa malipo ya serikali GPG. Mheshimiwa Rais, serikali haijakamilisha utaratibu wa kuhakiki mapato yaliyokusanywa kupitia benki za biashara kama yamehamishwa yote na kwa wakati kwenda Benki Kuu. Hali hii inachelewesha serikali kupata fedha kwa wakati ili kutekeleza shughuli mbalimbali. Pili, mfuko wa GPG unaruhusu benki ya biashara kusitisha akaunti za makusanyo kabla ya kuhamisha bakaa katika akaunti hizo kwenda Benki Kuu. Kuruhusu usitishwaji wa akaunti ya makusanyo ambayo ina bakaa kunaweza kusababisha fedha hizo kutumika vibaya. Kutofautiana kwa kiasi cha bili za mifumo ya bili ya taasisi za umma na mfumo wa GPG. Mheshimiwa Rais, miamala 225 inayofikia jumla ya shilingi milioni 115.26 ya malipo ya mapato kwenye mfumo wa mapato wa LGRCIS unaotumiwa na halmashauri ilikuwa na nambari za udhibiti control number za malipo zilizoisha muda wake katika mfumo wa GPG. Aidha, miamala 186 ya malipo katika mfumo huo yenye thamani ya shilingi milioni 86.78 ilikuwa na nambari za udhibiti ambazo bado hazijalipwa katika mfumo wa GPG. Hali hii imepelekea upotevu wa mapato kwa kupunguza kwenye mfumo wa LGRCIS wakati malipo hajafanyika kwenye mfumo wa GPG. Miamala ya bili 12,186 kuanzia Julai 2019 hadi Mei 2021 katika Mamlaka ya Maji Safi na Taka jijini Dodoma ilikuwa na kiasi tofauti kati ya mfumo wa bili wa SBM na mfumo wa GPG. Miamala 46 kati ya 12,186 ilikuwa na kiasi kikubwa zaidi ya miamala husika kwenye mfumo wa GPG kwa shilingi milioni 1.48 na miamala 12,140 iliyobaki ilikuwa na kiasi kidogo kuliko miamala husika kwenye mfumo wa GPG kwa kiasi cha shilingi milioni 63.62. Mheshimiwa Rais, mapungufu ya uwasilishaji wa madeni ya wateja kwenye mfumo mpya wa bili wa mamlaka za maji.
Mheshimiwa Rais, uhakiki wangu wa uhamishaji wa taarifa za wateja na bili zao kutoka katika mfumo ya zamani ya bili kwenda kwenye mfumo mpya wa maji IS ulibaini yafuatayo. Taarifa za akaunti 41 za wateja wa Tanga UWASA katika mfumo wa awali hazikuhamishwa kwenda kwenye mfumo mpya wa maji IS, hivyo kushindwa kukusanya mapato kutoka kwa wateja husika ingawa wanaendelea kupata huduma ya maji. Aidha, katika mfumo wa zamani wa DUWASA SBM kulikuwa na salio la wateja 1801 kufikia Disemba 2020 ambao halikuhamishwa ipasavyo kwenda kwenye mfuko mpya wa maji IS, hivyo kusababisha hasara ya shilingi milioni 100.75 kwa wateja 1289 waliokuwa na bili ambazo hazijalipwa, lakini madeni yao hayakujumuishwa katika bili za mwezi Januari 2021 kwenye mfumo mpya wa maji IS. Wateja 512 waliosalia walilipa zaidi ya kiasi cha malipo chao cha bili ya mwezi Disemba 2020, lakini kiasi chao cha ziada kilicholipwa hakuzingatiwa katika bili za Januari 2021 na kusababisha kutozwa zaidi kwa shilingi milioni 6.62. Mapungufu haya yanapelekea kupotea kwa mapato na kutoza wateja kiasi zaidi wanachopaswa kulipa. Mheshimiwa Rais, katika ukaguzi wangu wa mifumo nilibaini uwepo wa mifumo inayofanya kazi zinazofanana kama ifuatavyo. Kuwepo kwa mifumo ya uhasibu zaidi ya moja iliyotumiwa na taasisi za serikali. Wizara ya Fedha na Mipango imeidhinisha matumizi ya mifumo mitatu ya kiuhasibu yenye malengo yanayofanana, ambayo ni mfumo wa MUSE uliotengenezwa na kusimikwa na Wizara ya Fedha na Mipango, mfumo wa kielektroniki wa usimamiaji rasilimali ERMS uliotengenezwa na kusimamiwa na Mamlaka ya Serikali Mtandao, na mfumo wa utoaji taarifa za fedha na uhasibu FAZ uliotengenezwa na kusimamiwa na Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Rais, uwepo wa mifumo mingi ya kukusanya mapato tofauti kwa taasisi zilizo kwenye sekta moja. Vituo vya afya katika ngazi mbalimbali vinatumia mfumo tofauti ya usimamizi wa shughuli za hospitali, Hospital Management Information System, ambao ni pamoja na EHMS, Afya Care, MediPro na eMedical kwa hospitali kuu za mikoa, teule na rufaa. Mfumo wa Got Homes kwa vituo vya awali vya afya uliotengenezwa na Ofisi ya Rais TAMISEMI. Pia nilibaini kuwa taasisi za elimu ya juu chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia zinatumia mifumo tofauti ya usimamizi wa taarifa za wanafunzi kwa ajili ya udahili, usaili na uchakataji wa malipo ya wanafunzi. Mheshimiwa Rais, uwepo wa mifumo tofauti inayotumiwa katika kutimiza kusudio moja ni matumizi mabaya ya rasilimali na huongeza gharama na ugumu wa usimamizi, matengenezo na msaada kwa watumiaji. Mheshimiwa Rais, leo nawasilisha kwako jumla ya ripoti 20 zinazojumuisha masuala mbalimbali yalijitokeza katika ukaguzi niliofanya kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2021. Katika taarifa ninazokukabidhi kuna mambo mengi sana ambayo tumetoa ushauri kwa serikali ili kuyazingatia. Pia na kukabidhi taarifa fupi ya muhtasari ambayo Mheshimiwa Rais ukipata nafasi unaweza kuisoma, utaona kwa kifupi ni mambo gani ambayo yapo na ushauri gani tunautoa kwa serikali ili kuweza kuimarisha udhibiti wa mifumo ya ndani katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na pia kudhibiti matumizi ya pesa za umma. Mheshimiwa Rais, baada ya machache, sababu huu ni muhtasari tu, taarifa zenyewe ni zile pale, ni kubwa kidogo. Baada ya taarifa hii, baada ya hayo niliyosema machache, Mheshimiwa Rais, sasa naomba nikukabidhi taarifa za ukaguzi ambazo nitakukabidhi taarifa za ripoti za serikali kuu, ripoti ya mamlaka ya serikali za mitaa, ripoti ya mashirika ya umma, ripoti ya miradi ya maendeleo, ripoti ya ukaguzi wa ufanisi, ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya tehama ikiwa ni pamoja na ile ripoti uliyotuagiza hapa na mwenzangu wa PCCB, ripoti ya ukaguzi maalum wa mifumo ya tehama, ripoti ya ufuatiliaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti za ukaguzi wa ufanisi wa miaka iliyopita na ripoti 12 za ukaguzi wa ufanisi zinazohusu sekta mbalimbali. Ripoti hizo 12, Mheshimiwa Rais, ni ripoti ya usimamizi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwa fedha za mkopo. Ukarabati wa barabara unatekelezwa na Wakala wa Barabara Tanzania. Uendelezaji na utangazaji wa sekta ya utalii nchini, upangaji na utoaji mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu,
usimamizi wa makumbusho za taifa na maeneo ya urithi wa utamaduni wa malikale, utaratibu wa ukusanyaji wa mapato kwenye sekta ya madini, usimamizi na utoaji wa huduma za miundombinu ya mahabusu na magereza, usimamizi wa usajili wa biashara na utoaji leseni, usimamizi wa mifumo ya ekolojia na ardhi oevu and wetlands, mfumo wa haki jinai Tanzania, ripoti ya utoaji wa fedha na usimamizi wa mifuko ya programu za serikali za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, na ripoti ya 12 ni utekelezaji wa shughuli za udhibiti wa vipimo. Mheshimiwa Rais, katika taarifa hizo pia kuna taarifa za kaguzi maalum ambazo sijatolea taarifa hapa, lakini ziko kwenye taarifa hizo na unaweza kuzisoma. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Kwa ufupi pia ipo humu ndani. Mheshimiwa Rais, tunafanya katika ukaguzi wetu pia tunafanya ukaguzi kwenye mifumo ya tehama kwa ujumla wake, tunafanya kuona ni nini kinaendelea, kwa sababu serikali imejikita sasa hivi kwenye mifumo ya tehama. Kwa hiyo tunafanya ukaguzi kuona nini kinaendelea, kuona kama mifumo iko sawa. Taarifa yake ni hii na pia tumeweka kwenye muhtasari. Mheshimiwa Rais, serikali yako inatekeleza miradi mingi sana hapa nchini. Tuna taarifa maalum ya miradi ya maendeleo katika nchi hii na taarifa yake ni Mheshimiwa Rais, naomba nikabidhi. Mheshimiwa Rais, hii ni taarifa ya serikali kuu kwa maana ya votes, wizara, idara na agencies iko humu. Naomba na yenyewe nikukabidhi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, nilivyokuwa natoa taarifa nilisema tuna ripoti 12 za sekta mbalimbali za ufanisi. Naomba pia nikukabidhi. Mheshimiwa Rais, hizi ni ripoti za Kiswahili. Za Kiswahili. Tunakuaga na ripoti za Kiswahili na Kiingereza. Bado Kiswahili. Hizi pia za Kiswahili kwa ripoti za 12. Naweza kuweka hata chini. Mheshimiwa Rais, naona nimemaliza kukabidhi ripoti zangu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Shukran sana. Naombeni mkae tafadhali. Shukran sana mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ndugu Charles Kichere kwa mukhtasar wa ripoti hiyo. Mheshimiwa Rais, baada ya kupokea ripoti hizo, naomba nikukaribisha nawe uzungumze yako machache mbele ya viongozi waliopo mbele yako. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Naomba tukae. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mheshimiwa Profesa Elesante Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa Mahakama Tanzania, Mheshimiwa Jenista Mhagama, waziri wa nchi ofisi ya Rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri mliopo, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Hussein Katanga, mkuu wa mkoa wa Dodoma, ndugu yetu Mtaka, waheshimiwa wabunge toka kamati mbalimbali zilizopo hapa, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, ndugu gavana wa BOT kaka yetu Luoga, mwanasheria mkuu wa serikali nadhani yupo, nimemuona, asante, mkurugenzi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu, pamoja na watumishi wenu wote waliopo hapa, viongozi mbalimbali wa serikali, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, ni siku nzito kidogo kupokea ripoti hizi. Ina emotion kidogo. Lakini nianze na shukrani kwa Mungu kwa kutujalia kuweko hapa kupokea ripoti hizi, lakini mshukuru sana Mungu kuwezesha taasisi zetu mbili hizi kufanya kazi nzuri hii na kwa ufanisi mkubwa. Tunawashukuru sana. Bila shaka sote tunatambua umuhimu na unyetu wa ofisi hizi mbili katika kuimarisha na kudumisha utawala bora, ikiwemo kuhakikisha udhibiti na usimamizi wa matumizi ya rasilimali za umma kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania na taifa kwa ujumla. Kwa mantiki hiyo, endapo mtatekeleza majukumu yenu kwa ufanisi, mtachangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha taasisi na mifumo ya kiutendaji serikalini na hivyo kuchangia kwenye maendeleo ya taifa letu kwa ujumla wake. Aidha, taarifa mlizowasilisha hapa leo ni fursa kwetu viongozi na watendaji wa serikali kujitathmini na kutathmini utendaji wetu na wa taasisi zetu. Lakini pia ni fursa kwetu kutathmini tija na ufanisi wa taasisi zetu katika utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo kupokea ripoti hizi ni kutathminiana ndani ya taasisi zetu, lakini na serikali kwa ujumla. Nianze kwa upande wa TAKUKURU. Kwa upande wa TAKUKURU, majukumu yenu ya msingi kabisa ni kuzuia na kupambana na rushwa. Na katika taarifa yako, mkurugenzi mkuu, umeeleza kazi zilizofanywa na mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha mwaka 2021. Katika taarifa yako pia umeeleza maono ya kazi zenu baadaye, ambapo kimsingi mmejikita katika kukuza kizazi chetu, kukipa elimu ya kuchukia rushwa. Nataka niwapongeze sana kwa hilo na nitazungumzia kwa urefu baadaye. Lakini kama ulivyosema, tushukuru kwamba tathmini zilizofanywa na taasisi zote ulizozitaja za nje zimeona kuna upungufu wa kiwango cha rushwa nchini, na tumepanda nafasi 7 kwenda juu. Kwa nipongeze Watanzania kwa ujumla, lakini taasisi za serikali na TAKUKURU kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya iliyoleta hali hiyo. Nimepitia kwa kifupi ripoti ambayo TAKUKURU mliniletea kabla leo. Nimeona kwamba TAKUKURU imefanikiwa kufanya uchambuzi ya mifumo
ya ukusanyaji wa ushuru na huduma ya service levy katika halmashauri 141. Nimefurahi waziri wa TAMISEMI yuko hapa, na kubaini kuwa kuna mianya mingi ya wafanya biashara kukwepa kodi, na waziri wa fedha yuko hapa. TRA mko hapa? TRA hawapo. Kuna mianya mingi ya wafanya biashara kukwepa kodi. Hali hiyo inatokana na kutokuwepo na mawasiliano kati ya TAMISEMI lakini na mamlaka ya ukusanyaji wa kodi kuhusu matumizi sahihi ya zile mashine zinazopewa wafanya biashara. Wakesha kupewa limekwisha, hawasimamiwi, hakuna mawasiliano. Lakini kinachoonekana ni kwamba TAMISEMI wametoa mkono kwamba sio kazi yao, ukiacha mapato madogo wanayokusanya maeneo mengine, lakini yanayotokana na EFD na kuhakikisha mapato ya serikali yanalipwa kama kawaida hatufanyi hivyo. Lakini nadhani ni kwa sababu ya mfumo pia, kwamba hatuna maafisa ndani ya TAMISEMI wanaoshughulika na hili. Kwa hiyo hapa ni mawili, aidha tuongeze watu zaidi TRA waweze kusimama kule chini, au ndani ya mfumo wa TAMISEMI tuweke watu wa aina hiyo. Kwenye suala la utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kumeonyeshwa pia kwamba kuna kasoro na kwamba TAKUKURU imeweza kubaini fedha zilizotumika visivyo, lakini pia wameweza kudhibiti fedha zisitumike visivyo. Na hapa nataka niwapongeze pia kwa kuweza kudhibiti, kwa sababu kazi yenu ina sura mbili. Ina sura ya kupambana na ina sura ya kudhibiti. Na nimefurahi kwenye muono wa baadaye mmezungumzia zaidi hili la kudhibiti kuliko kupambana na rushwa. Lakini nimeona pia maeneo ambayo kwamba pamoja na utendaji wa taasisi hii ya TAKUKURU kufanya kazi kwa vizuri, lakini bado kuna mambo mengi ambayo yanawakabili, yanayowarudisha nyuma kuto kufanya vizuri. Na niseme tu kwamba hayo tumeshapokea serikalini, baadhi yake umeyataja hapa: changamoto za vitendea kazi, magari, ofisi, kwamba TAKUKURU bado ziko kwenye majengo ya kupanga. Lakini niseme kwamba haya yote serikali tutayafanyia kazi. Ni changamoto ambazo tunapambana pamoja na maeneo mengine. Kuna changamoto hizo hizo tutaendelea kuzifanyia kazi. Lakini kama nilivyosema, tiba ni bora kuliko kinga. Tujielekeze zaidi kwenye kuzuia, na kwa hiyo maafisa wenu wa TAKUKURU katika ngazi zote wajipange kwenye kuzuia. Mmefanya vizuri kwenye kupambana, mmefanya vizuri kuwaonesha wale ambao wanaendelea na vitendo vya rushwa. Mmetaja kesi ambazo mmepeleka mahakamani, mmeshinda na nyingine zimeshindwa, na hilo ni eneo jingine la kujipanga vizuri, kwamba taasisi yako sasa iende na zile kesi kweli wana ushahidi nazo, na sio tu huyu simpendi ngoja nimbambikize aende akaonesha moto huko. Hizo zipungue. Na nafurahi kwamba umejitahidi kupunguza kesi za aina hiyo. Na mara ya mwisho tulipozungumza uliniambia una mahabusu 4 tu ndani ya magereza. Nadhani 2 wapo Dar es Salaam, Mwanza, Musoma, Dar es Salaam. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana. Hongera sana mkurugenzi mkuu na watumishi wako, naomba muendelee kufanya kazi. Nadhani kwa TAKUKURU niseme hayo machache, lakini sasa nigeukie upande wa mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu. Kwa upande wa mkaguzi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu,
Nawe nimepata muda kidogo wa kupitia ripoti yako, na kama ulivyosema mwenyewe kwamba umefanya kaguzi 56 ambapo 37 ni za mamlaka za serikali za mitaa, 12 serikali kuu, 6 mashirika ya umma na 1 mifumo ya teknolojia, habari na mawasiliano TEHAMA. Aidha, mwaka wa fedha 2021 ulitoa hati 999 ambapo kuna upungufu wa hati chafu, hati zisizoridhisha na hati zisizotolewa maoni. Kwa hiyo nawe nikupongeze pia na taasisi yako kwa kazi nzuri mnayofanya na elimu mnayotoa kuweza kupunguza kiwango cha hati chafu na zile hati zisizoridhisha. Lakini pia katika ripoti yako umezungumzia swala zima la mwenendo usioridhisha wa mabenki yetu, baadhi ya mabenki yetu, na kuwa kiwango cha mikopo chechefu kinazidi lengo lile lililowekwa na BOT cha 5%. Kwa hiyo Waziri wa Fedha uko hapa, hilo nalo ni la kuangalia. Kuna mambo mengi ya kuangalia kwa Waziri wa Fedha humu ndani. Lakini pia ndani ya ripoti ile umesema changamoto mbalimbali za mifuko ya hifadhi ya jamii. Mifuko yenyewe kutoa mikopo. Hivi waziri anayeshughulika mifuko yupo? Nimezoea kuona Jenista ndio waziri wa mifuko. Lakini nadhani kwa leo anayeshughulika mifuko hayupo, lakini waziri mkuu yupo. Kwa hiyo kuna kiwango kikubwa cha mikopo chechefu ambayo mashirika haya yanatoa kwa taasisi za serikali na hairudishwi. Lakini pia kuna michango ambayo haiwasilishwi kwenye mifuko ya jamii. Naomba hili mashirika yote ambayo yanahusika na kutopeleka michango ya wafanyakazi wao kwenye mashirika ya jamii yaende yakasimamiwe vizuri. Umeeleza pia mwenendo wa mashirika ya umma ambao umebainisha mashirika 38 ya umma yanayoendeshwa bila kuwa na bodi. Hii inashangaza, kwa miaka kadhaa mashirika yanaendeshwa hakuna bodi za wakurugenzi. Mimi nakumbuka nilipoingia nilipata mtiririko wa maombi ya bodi na yote nimeshayatoa. Sasa kama waziri ana mashirika bado anaendesha mashirika yasiyo bodi, siwezi kumuelewa na sijui tatizo ni nini. Pengine katibu mkuu kiongozi huko hapa, nakumbuka mimi nawe tulifanya kazi ya kuangalia mashirika yaliyo chini ya mawizara, na tukasema sasa ni muda umefika kuangalia utendaji wa mashirika, lakini pia kuyatathmini yale ambayo bado yana kazi za kufanya na yale ambayo kwa sasa wala hayana kazi za kufanya. Ni mashirika tu yanayoleta hasara kwa serikali, tumia fedha za serikali, administration cost, kulipana mambo makubwa lakini hakuna tija kwa taifa. Nadhani sasa taasisi zinazohusika zikiongozwa na katibu mkuu kiongozi tukae na kuangalia mashirika haya seriously. Yale ya kuyafuta tuyafute, lakini yale ya kuimarisha tuimarishe. Na nakumbuka umefanya vizuri kuyapanga katika, mwenyewe uliita gold, silver na nani ukayapa madaraja. Naomba sasa yale madaraja tuyafanyie kazi kikweli kweli, ili mashirika haya yasiyo tija kwa serikali basi tuweze kuyaondoa. Kuna mashirika ya muda mrefu yanatajwa na yana miradi mikubwa kama shirika la NDC, lakini ukiangalia tija kwa taifa hakuna. Miradi inayosimamiwa na NDC ndio inayochelewa kutoa maamuzi, ndio miradi ambayo feasibility study hazikamiliki, timu ya majadiliano haikamilishi majadiliano. Kwa naomba tuwe serious kwenye kusimamia mashirika haya. Lakini kingine kilichojitokeza ni shirika la ndege Tanzania ambalo kwa mwaka huu wamejitahidi kupunguza hasara. Kiwango cha hasara kimepungua, lakini pia tumepokea pendekezo ambalo tutajadili serikalini kwamba basi baadhi ya ndege zikabidhiwe kwa ATC ili vitabu vyao vya mali vikae vizuri. Lakini pia kuna suala la madeni walioyarithi. Lazima tukae na tuangalie jinsi ya kuyatoa
ili shirika lipande kithamani, thamani yake ipande, kwa sababu thamani ya shirika inashushwa na madeni walioyarithi, lakini inashushwa kwamba ndege wanazoendesha ni ndege za kukodi, ni ndege za shirika la ndege la serikali, ATC wanakodi, wanaendesha, wanalipa. Kwa ni kweli kwamba tukiwapa baadhi ya ndege vitabu vyao vya asset vitapanda hadhi kidogo. Kwa hiyo hili, wale wasimamizi wa hili naagiza likafanyiwe kazi. Maendeleo ya miradi ya kimkakati, bwawa la Nyerere Rufiji, kwamba kuna ucheleweshaji wa utekelezaji wa mradi wote, na ni kweli kuna mambo kadhaa ambayo yamechelewesha, na tunategemea bwawa hili litakamilika labda mwaka 2024 huko, lakini tunataka kuhakikisha kwamba linajengwa kama lilivyokuwa designed. Hatutaki kufanya makosa. Kwa tuchelewe lakini tufike, na tusiripue ili tumalize haraka. Lakini umebainisha katika kwa umeme ambao haiathiri tu bwawa hili, inaathiri shughuli za maendeleo kwa ujumla, inaathiri miradi yote iliyowekezwa, viwanda vya uwekezaji na mambo kadhaa. Sasa katika hili, waheshimiwa wabunge mko hapa, kwa mwaka ujao wa fedha tumeelekeza fedha nyingi sana kwenye stabilization ya umeme, kujenga vituo vitakavyo stabilize umeme. Tumeelekeza fedha nyingi sana huko. Naomba mkazisimamie, zitoke na zende zikafanye kazi hiyo, ili umeme uwe wa kutosha na usikatike, ili shughuli zetu za maendeleo ziende vizuri. Lakini pia CAG umeeleza kwa ujumla miradi ya maendeleo kucheleweshwa na kuongeza gharama, na hii inatokana na kucheleweshwa kufanywa maamuzi. Wasimamizi huko, makatibu wakuu, mawaziri, mnachelewa sana kufanya maamuzi ya miradi ya maendeleo. Mwekezaji anakuja, yuko tayari, anazungushwa. Akisha kupata ardhi, akisha kupata hizo license na nini na vibali, kuanza kufanya utekelezaji, anazungushwa mpaka muda unapita na mambo yanatokea hivi kuongezwa. Lakini maamuzi mengine, mradi unatekelezwa, unafika katikati, labda jambo limetokea, kutoa maamuzi ya hilo jambo haraka ili mradi uendelee inachukua muda mrefu, na kwa maana hiyo inaongeza gharama kwa serikali. Kwa naomba kwenye eneo la kufanya maamuzi, twendeni tukafanyeni maamuzi. Fanya maamuzi, ukikosea utarekebishwa, kuliko kuacha jambo liharibike kuongeza gharama kwa kutokufanya maamuzi. Kila kitu lazima kipande juu kwa rais, na mnapotakiwa kufanya maamuzi iko juu, na unapofanya maamuzi maelekezo ya juu. Wakati mwingine sio kweli, ni kutokujiamini tu, kutokufanya maamuzi. Kwa muende mkajiamini, mfanye maamuzi ili tusichelewe. Muda ni mali kuliko fedha. Kwa ndugu zangu, muende mkajirekebishe hilo. Swala jingine imezungumzwa hapa, kucheleweshwa malipo ya wakandarasi. Nashukuru kwa kipindi cha mwaka 2021-2022 angalau mwenendo huu umekwenda vizuri. Hatuna madeni mengi ya wakandarasi. Certificate zikiletwa zimelipwa. Lakini kwa miaka ya hapa nyuma ambapo watu walikuwa bado hawajajirekebisha, hili tatizo lilikuwepo. Naomba tukayamalize madeni yaliyobaki ili tusiwe na hiyo sifa kwenye chunguzi zijazo. Swala la MSD, Katibu Mkuu Kiongozi, MSD kwa kweli inataka general overhauling kama tulivyofanya kwa TANESCO. Kwa hiyo ni kuagize tukalimalize kwa haraka, tufanye general overhauling ya MSD, kuanzia uongozi wa juu, procurement, vitengo vyote vile, ili sasa tuende vizuri. Kwa nini naagiza hilo? Naagiza hilo kwa sababu MSD ilifika level ya kupata tenda ya kugawa au kuuza madawa ndani ya SADC. Lakini hatua tuliofika leo kwamba MSD wamefika hatua hata ndani watu wanalalamika, tutauzaje kwenye SADC? Lakini nilikuwa nasoma ripoti za SADC jana, bado SADC wana imani na Tanzania, bado wanajadili kuipa tena MSD tenda ya kusupply dawa
ndani ya eneo la SADC. Kwa hiyo twende tukairekebishe, isimame iwe MSD inayojitambua na iweze kufanya hii kazi. Lakini kubwa zaidi, watu wa uwekezaji, Kayarara yupo hapa? Hayupo. Tumepokea investment request nyingi za viwanda vya madawa, na watu wanakuja kwa sababu soko ni East Africa na SADC. Sasa tunapofanya MSD ya kusuasua namna hii, hatutakwenda. Naomba katibu mkuu kiongozi tukalimalize hili la MSD, tukafanye general overhauling ili MSD iendelee. Kuna swala la TARURA na kutelekeza miradi ya barabara. Nadhani kwa mwaka huu tunaomalizia sasa 2021, TARURA walipata kiasi kizuri sana cha fedha, hasa kutokana na tozo. Kwa hiyo barabara nyingi vijijini zile ambazo zimetelekezwa zitakuwa zimefanywa kazi na kazi inaendelea. Kwa hiyo naomba wale wasimamizi TAMISEMI katizameni hilo na mkaangalie hiyo observation na vipi TARURA wameweza kurekebisha hiyo observation. Hizi kesi au hizi madai haya yaliyobainika yajibiwe kwa haraka, kwa sababu yatakwenda kujadiliwa bungeni as if hakuna kazi iliyofanyika na kwamba haya ni makosa ya leo. Kwa hiyo baada ya ripoti hii kutoka, mkajibu kwa haraka ili itapokwenda bungeni mna majibu ya kusema kwamba hoja hiyo imefanywa kazi, hoja hiyo imefanywa kazi, na hali sasa iko hivi na haiko hivyo. Kwenye TPA kupungua kwa muda wa kushusha mizigo, ni kweli kuna malalamiko kwenye TPA, lakini mshukuru katibu mkuu kiongozi amefanya kazi nzuri, study nzuri ndogo lakini nzuri, iliyobainisha kwamba kwa upande wa TPA meli zinakaa siku 2 hadi 3, lakini kwa upande wa TICS meli zinakaa hadi siku 28. Kwa hiyo hapa wale wa sekta mkaangalie kuna nini huko TICS, kwa sababu wale ni private company wanafanya kazi yao, lakini waendane na masharti na taratibu zilizowekwa na bandari. Hatujui siri yao, hatujui kuna agenda gani, lakini kuweka meli siku 28 na kutokana na malalamiko yanayosemwa kutoka nje, meli nyingine zinaondoka bila kushusha mzigo. Lakini ukicheki na TPA wanakuambia list ya meli zetu ni hizi, zote zilishusha mizigo kwa tarehe hizi. Kwa hiyo meli ambazo zinaondoka bila kushusha mizigo ni za TICS. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nenda ukalisimamie hilo. Na kwa upande wa bandari kuna mambo ambayo pia yanachelewesha ushushaji wa mizigo. Kwa mfano, kwenye eneo la magari pale, lile eneo ni la kushushia magari, sio kuweka magari na kufanya ukaguzi wa magari. Kwa hiyo magari yakishushwa yanakaa pale mpaka afanywe ukaguzi ndio yaondoke, meli nyingine yenye magari inasubiri eneo lipatikane, meli zishushwe, gari zishushwe. Kwa hiyo naomba likafanyiwe kazi hilo, lakini kubwa ni kwamba Tanzania hatutengenezi magari. Magari yote yanatengenezwa huko tunakoyaagiza. Kwa nini tusiwe na agency ya kukagua magari kule yanakotoka? Na sio hiyo kazi kuileta hapa. Kwa sababu hata ukilikagua hapa umelitengeza wewe, unalijua lilivyotengenezwa. Kwa hiyo acha wakague kule, huku mtu aje na certificate yake ambayo inasema gari hili limekaguliwa na liko vizuri. Kwa hiyo wale wakaguzi tusijitengenezee kazi zinazoleta urasimu. Naomba likatizamu hili Waziri Mkuu. Nendeni kaeni litazameni. Kuna ulazima gani wa gari zikaguliwe ndani ya nchi na sio kule zinakotoka, ili gari ikija na kuja na certificate kwamba gari langu limekaguliwa. Na tukifanya hili kwa uadilifu mkubwa, basi tutapata gari nzuri tu bila kusema kwamba lazima tukague hapa. Mimi ukaguzi huo hapa ndio unanipa wasiwasi zaidi kuliko ule unaofanywa nje. Kwa sababu wanaofanya nje wanafanya kwa viwango vyao, wanafanya biashara na hawataki biashara yao iharibiki. Lakini tunapokagua hapa ni kwenda tu, bwana gari zangu zimekuja 10, naomba basi kanikagulia haraka haraka zitoe, toa tu certificate, akifika asubuhi anaandika gari hizo ziko sawa. Hakuna cha ukaguzi, tunakuza bureaucracy. Ukaguzi kwenye balozi zetu. Ni kweli CAG kwenye balozi zetu
Kuna majumba mabovu. Nakumbuka South Africa, sijui kama limetengezwa pale Cape Town, lakini maeneo kadhaa, nadhani nimetembelea wapi, France, pande moja wanatumia, pande mwingine wamezungusha tukuta, kuna kabustani, msitu kidogo. Kwa hiyo balozi zetu ziko hali hiyo. Lakini nakumbuka siku nafungua jengo la CRDB, nilitoa wito kwa mabenki yetu na taasisi binafsi, Foreign Affairs, wakae waite mabenki na watu binafsi, wale ambao watakuwa na interest kwenda kutumia viwanja vya balozi zetu, wajenge, halafu zitumike commercial. Kwa sababu kama private sector inajenga, lazima atataka kurudisha pesa yake. Kwa hiyo wajenge, tukodishe, zitumike commercial. Ubalozi upate na anayejenga apate. Na ningependa sana mashirika yetu ndio yakafanya investment za aina hiyo kuliko mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo niombe hilo nalo lisimamiwe na likafanywe kazi. Tukisema tutajenga viwanja vyote hivi kwa fedha za serikali, hatutamaliza miaka 30-40 ijayo. Kwa sababu sana tutatenga kwenye budget bilioni 20 kila mwaka za ujenzi kwenye Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa. Bilioni 20, viwanja viko vingi sana. Hata jengo moja kwa kule nje bilioni 20 hazitoshi. Kwa hiyo ni vyema mashirika na taasisi zinazofanya faida waende wakainvesti huku. Kama ni tatizo la sheria, tusimamie sheria, mwanasheria mkuu upo. Kama ni tatizo la sheria, tusimamie sheria irekebishwe, tutoe mwanya kwa taasisi hizi ziende zikainvesti. Kwa serikali pekee yetu hatutaweza. Itachukua muda mrefu sana. Lakini jengine ni mamlaka 28 za serikali za mitaa. Waziri upo. Bado ni vita kubwa. Serikali za mitaa bado kuna upotevu mkubwa wa mapato. Na wewe ni shahidi. Nilipowatimua mwaka jana Umi alivyokuwa waziri katika wizara hiyo, amezunguka na kutafuta mianya yote, na kuna halmashauri kweli zimeongeza mapato. Kweli zimeongeza mapato nyingi tu. Kwa hiyo endelea kusimamia. Nimekuongezea naibu katibu mkuu, aende akafanye hii kazi. Kwa sababu wale wengine aidha elimu au afya, kila mmoja ana sekta yake. Yule wa katikati ndio wakwenda kufanya hii kazi, kuzisimamia halmashauri, management yake, ukusanyaji wa fedha, matumizi na mambo mengine. Aende akafanye hii kazi. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna watu walishafariki, walishastaafu, wengine wamefukuzwa kazi, bado mishahara yao iko. Payroll inaonesha bado wapo na mishahara inalipwa. Lakini mambo ya kutumia fedha kununua vifaa ambavyo havipokelewi kwenye maleja wala haviko kwenye maghala, hili nalo mwende mkalisimamie. Lakini usione shida kufukuza wale unaohakika hawa wameiba. Msiwaone huruma, waende wakaonje maisha nje. Wakaonje maisha nje. Tuna vijana wengi wanataka hizo nafasi. Kwa anaye haribu fedha za serikali, muweke pembeni, akaonje maisha nje, chukua mwingine aliye nje, weka hapo ndani. Tusileane. Ukiwalea, wanasema anaye hofia mtoto kulia mwishoni analia nani? Analia mwenyewe. Sasa ukiwaonea huruma utakuja kulia wewe. Na I'm serious on that. Okay. Haya, ucheleweshaji wa kuunganisha umeme kwa wateja kutoka wastani wa siku 7 hadi 481. Aibu. Na hii imetokana kwanza uwezo wa TANESCO kusambaza umeme kwa watu ulikuwa mdogo. Lakini 2, bei walioitangaza. Bei walioitangaza watu wamerash kwenda kulipa. Mtu kauza kuku wake 1, 2, 3, kaenda TANESCO kulipa, anasubiri umeme. TANESCO haiwezi kuunganisha umeme kwa sababu bei walioitangaza sio ya kweli. Kwa wamekaa na fedha za watu bila kuunganisha umeme. Watu wamesubiri na kusubiri, umeme hakuna. Sasa TANESCO imefanywa general overhauling, wafanye mapitio ya hizo kanuni na sheria zao na taratibu walizojiwekea, umeme uende kwa watu. Tunajua wana changamoto ya fedha,
tutaangalia jinsi tutakavyoweza nani wa kushirikiana naye, lakini umeme uende kwa wananchi. Swala jingine nililoliona na CAG amelisema ni bili za maji, ambao nadhani watakuwa wamesikia, lakini siku ya maji tulioifanya tarehe 22 mwezi huu, kuna systems mpya zimeanzishwa. Kuna maji app, lakini kuna wanasema ni unified water bills, ambako bili sasa zitatoka kwa kutumia tehama, na sidhani kama kutakuwa na human control au kupeleka bili ambazo mita hazikusomwa na mambo kama hayo. Inamuunganisha mteja moja kwa moja, anapelekewa message, anasoma mita yake, anasema ndiyo hiyo bili yangu au sio hiyo bili yangu. Kwa hiyo nadhani hatua hapa zimechukuliwa. Lakini suala la hasara, shirika la TANESCO kukatisha mikataba bila kuangalia taratibu za kisheria, na hili ni lile la Symbion. Lakini nataka nilizungumzie kwa miradi yote au serikali yote. Tunapofika pahali hatukuelewana na mwekezaji, tunataka kukatisha mkataba, basi sheria zifuatwe. Sheria zifuatwe ili tukate mikataba kuendana na taratibu zinavyosema, na kuiepusha serikali kuingia kwenye gharama za kudaiwa. Tumelipa fedha nyingi sana kwa kukata mikataba aina hii. Anafanya vibaya, ndiyo basi achana naye. Waziri tu anaamua achana naye, au kikao cha bodi achana naye. Wakisha kuamua achana naye bila kufuata taratibu, huyo anakimbilia mahakamani. Tena ni mahakama za nje, ambazo huko tukifika tunacharazwa na tunatoleshwa mapesa mengi sana. Tumelipa pesa nyingi. Kwa hiyo niombe sana taratibu za kukata mikataba zifuatwe. Hali ya mahabusu na magereza, nakumbuka nilishaitolea maelekezo Waziri Mkuu, nadhani katika hotuba yangu ya mwaka mpya, nadhani sana nikasema tuangalie hali ya magereza yetu na hali ya mahabusu, lakini nilizitaka taasisi pia zile ambazo zinapeleka watu huko kuangalia kesi zisizo misingi, zisizo ushahidi, zifutwe ili watu watolewe. Na katika hili nadhani hii kazi imeanza kufanywa, kwa sababu nimeanza kupata malalamiko ya watu kwamba wauza unga sasa wote wanatolewa. Huyu mama sasa anatoa wauza unga nje waje watuharibie watoto wetu. Sasa nyie mliopeleka wauza unga ndani, sijui ni TAKUKURU, sijui ni nani, DPP, mliowapeleka ndani, angalieni. Kama mna ushahidi wa kutosha, endeleeni na kesi zao. Hamna ushahidi, mliowapeleka kibabe, angalieni nini mnaweza kufanya. Kwa sababu lolote mnalofanya mwisho ni la mkuu wa nchi. Anawatoa sasa, kasema watolewe, watoto wetu wanakuja kuharibika. Lakini wanaosimamia hilo eneo la madawa kulevya na wenyewe wakae makini. Yupo wa madawa kulevya hapa? Muangalie hilo. Au wauza unga mliowapeleka huko, kama tayari hamna ushahidi, mmewaachia, sasa mfanye close follow up. Wanafanya nini? Muwe makini na hilo. Mapungufu katika mifumo ya kielektroniki, hili nalo nililisemea wakati naapisha makatibu wakuu mara ya mwanzo. La kwanza nililosema ni kuangalia mifumo. Nakumbuka nikalisema na tena la kuangalia mifumo. Matumaini yangu ni kwamba baada ya kusema kazi imefanywa, kwa sababu hii ripoti ni ya mwaka mmoja nyuma, tuna mwaka mzima hapa, ni matumaini yangu kwamba kazi imefanywa. Kama haikufanywa, wale wote wanaosimamia mifumo serikalini, na inashangaza kwa nini mpaka leo kuna mifumo inafanana, kuna mifumo inafanya kazi hiyo hiyo, lakini mifumo ina mushroom kama maduka. Labda huyu kafungua duka na mimi nafungua duka, huyu kafanya mfumo na mimi nafanya wa kwangu. Kila mfumo, kila taasisi, kila department ina mifumo yake. Nilishangaa niliposoma ndani ya Wizara ya Afya kuna mifumo karibu sijui 6 au 7 hii, ambapo kila level ya afya kuna mfumo wake.
vituo vya afya vya chini mfumo wake, wilaya mfumo wake, kata mfumo wake, hospitali za rufaa mfumo wake, mikoa mfumo wake. Tunakwenda wapi? Lengo ni kukusanya taarifa zote za afya zije kwenye mfumo mmoja huku juu kwa ajili ya kufanyiwa tathmini, lakini na kufanyiwa uchambuzi ili tujue hali ya afya nchini ikoje, magonjwa gani yanatusumbua, dawa gani inatumika sana, mkoa gani una magonjwa gani. Hilo ndio lengo. Sasa ikiwa kila mifumo, kila ngazi ina mfumo wake, mifumo haisomani, lini tutafika hapa tunapokwenda? Lakini watu wa e-government mpo na mnaangalia tu, mashirika, wizara, taasisi zinakuja na mifumo, kila mmoja anatengeneza mfumo utakao mruhusu kufanya uchotaji, lakini tunaangalia tu. Tunaambiwa kuna taasisi inayosimamia mifumo ya serikali, lakini kuna mushrooming ya mifumo. Naomba ikasimamiwe. Waziri Mkuu na Katibu Mkuu Kiongozi, naomba mkasimamie. La mifumo hili halijakaa vizuri. Kwa ujumla nimeyataja hayo machache ambayo kwa muda nilioupata nipata kuyapitia, na kwa bahati nzuri CAG naye ameyasema hayo. Sasa niseme kwa ujumla ni kwamba, lakini labda kabla sijaenda kwa ujumla, niseme kwa ujumla ni kwamba nilipoangalia yote haya nimeona mambo matatu, kwamba ndani ya utendaji wetu serikalini tunakosa usimamizi wenye weledi. Hatusimamiani. Watu hawasimami kwenye position zao. Watu tunakimbilia vyeo lakini hatuvifanyii kazi. Tuna muhali, narudia neno muhali. Kwa wale wasiojua, ni ile hali ya kwamba unajua fulani kakosea lakini unasita kumwambia. Unasita kumchukulia hatua. Labda ni rafiki yangu, labda nimesoma naye, labda ni wa kwetu, labda ni hivi. Nepotism inaua mashirika, inaua taasisi. Kwa hiyo tuendeni tukasimamiane. Kama kakosea hata rafiki yako mwite, mwambie rafiki yangu hapa umekosea. Friendly kabisa, hivyo hivyo kama urafiki wenu. Hapa umekosea, ungefanya hivi na hivi na hivi ingekuwa vizuri zaidi. Kabla halijajulikana huku, hebu karekebishe. Atarekebisha. Au labda sisi tunaopewa dhamana za kusimamia hatujui kazi zetu. Tunapandishana bila kujua unayempandisha ni nani na ana uwezo gani wa kusimamia eneo lake. Labda hivyo. Kwa hiyo Katibu Mkuu Kiongozi, tunapofanya vetting za kuwateua hawa watu, sijui sasa tufanyeje ili tujue na uwezo wao. Kwa sababu cha kwanza tunachotizama ni sifa za shule, ana vyeti vingapi. Kumbe vyeti ni kufaulu tu mitihani, wala sio sifa ya kumfanya afanye kazi. Lakini la pili unamtizama uzalendo wake, na sijui tuna kigezo gani cha uzalendo. Kwa hiyo hebu tuwe makini tunapofanya vetting za kuwaweka watu kwenye nafasi ambazo tunawapa. Hatuna usimamizi mahiri ndani ya serikali yetu. Lakini la pili, uratibu, coordination. Hatuna. Ingekuwa kuna coordination leo kusingekuwa kila department ina mfumo wake. Tungekuwa wote tunakwenda pamoja. Ingekuwa kazi zetu zinasomana. Nikimfidi mwenzangu kazi yangu, basi anaisoma na ielewa na anaweza kuitumia kwenye sekta yake. Lakini hatuna coordination. Kila mtu anafanya lake. Katibu Mkuu Kiongozi, uliliona hili siku na kuapisha. Naomba kalisimamie. Lakini nirudi kwenye suala la tathmini na ufuatiliaji, evaluation and monitoring. Tumeanza ku-strengthen kitengo kile ndani ya Wizara ya Fedha. Lakini labda hiki kitengo kitakwenda kufuatilia miradi ya serikali. Lakini kila wizara, kila sekta, kila shirika wanatakiwa kuwa na strong vitengo vya aina hii. Vitengo madhubuti vyenye watu wenye uweledi. Bahati mbaya, hata wakati tunafanya cha Wizara ya Fedha, tulizunguka kweli kutafuta nani anaweza kuingia pale. Watu wa evaluation and monitoring. Tumezunguka, hakuna. Kwa Katibu Mkuu Kiongozi, kupitia Uongozi Institute na wale tunaoshirikiana nao, naomba mfanye mafunzo ya haraka.
watu wetu wanaosimamia vitengo hivi ambao wako feki, hawako vizuri, wawekwe, wapewe zile zana zote waweze kufanya hii kazi kupitia Uongozi Institute. Lakini jengine mengine nadhani ni ushauri sasa, baada ya hayo niliyoyasema ya ziada, kwamba katika kukabiliana na kurekebisha haya yaliyobainika, niagize sasa maafisa masuhuli wao wasiwe viongozi wa kutoa njia ya kuchota fedha za serikali. Makatibu wakuu ndio maafisa masuhuli, mkawe wasimamizi wa fedha za serikali. Ikitumika vibaya, hoji kwa nini imetumika vibaya. Msiwatetee wanaoembezo, wanaotumia vibaya fedha za serikali. Kwa maafisa masuhuli wakafanye kazi zao katika kusimamia mapato yanayokusanywa na maeneo yao, lakini mapato ya serikali, vile vile usimamizi wa matumizi na usimamizi wa rasilimali za umma. Waende wakajikite vizuri huko. Wachukue hatua stahili za kinidhamu kwa watumishi ambao watabainika na mambo haya. Wasisubiri mpaka rais aje juu aseme hapa, kwa hiyo mimi leo namtumbua huyu na huyu, wakati watu wako huko chini yenu. Mimi inanichukua muda kuwaona na kuwajua, lakini nyinyi mko nao huko na kuna mandates mnazo, mmepewa mawaziri na makatibu wakuu. Tumieni mandates zenu kurekebisha watu huko mnakofanya kazi. Msiogope. Msiogope. Lakini jengine niagize TAKUKURU sasa, muendelee na yale mlioyasema, mlioyabaini. Muendelee, na sitarajii kwamba mtachukua tena mwaka mzima mpaka ripoti ya mwakani mje kuniambia. Nadhani katika kipindi cha miezi 3-5 ningepata taarifa ya hiyo kazi mnayoendelea nayo. Lakini kuna maeneo kadhaa ambayo CAG ameyasema hapa, pengine kwenye ripoti yenu hakuna. Kwa hiyo naomba we are not na mkayafanyie kazi. Lakini kubwa, TAKUKURU unapotoa kibanzi kwa mwenzio, toa boriti kwako kwanza. Kwa hakikisha safu zako ziko safi. Safu zako ziko salama. Yanayotokea wakati mwingine ndani ya eneo lako huko yanashangaza. Hautegemei ofisa TAKUKURU anaandika barua feki kuhoji maamuzi ya serikali au kumkandamiza mtu mwingine ambaye hana dosari. Kwa nendeni kajirekebisheni. Watu wote wafanye kazi kwa uweledi. Kama ni kiapo kipya, waapishe tena wote upya. Kama ni kuwafanyia vetting, wafanyie tena vetting wote. Wale wasio kufaa toa, watu wako wengi, tafuta weka huko ndani. Tunataka taasisi ambayo sifa zinazokuja kimataifa isimame hivyo. Isimame hivyo. Asante na kushukuru. Mambo mengine ni mapendekezo ambayo yalitolewa kwenye ripoti ya mwaka uliopita ambayo bado hayajafanyiwa kazi. Niagize mawaziri na makatibu wakuu wote mkaangalie hoja mlizojibu na zile ambazo hazijajibiwa zijibiwe na ziende bungeni kusafisha, au zile ambazo hazijibiki basi mchukue hatua kwa wale ambao wamefanya hayo makosa. Waziri wa Fedha, nihimize kazi ya mkaguzi wa ndani. Ukisikiliza mambo mengi ambayo CAG amezungumza, ni kwa sababu kitengo chako cha mkaguzi wa ndani hakifanyi kazi ipasavyo. Ingekuwa kinazunguka kwenye mawizara na mashirika ya serikali kuangalia hali ya matumizi na mapato inavyoendelea, CAG angekuta mambo yamenyooka kidogo. Lakini mambo yote haya yanayoyakuta ni kwamba kitengo chako mkaguzi wa ndani wa serikali bado hajaweka futi yake sawa sawa kwenye kufanya kazi yake. Kama na upungufu wa watendaji, na najua kila taasisi ya serikali kuna mkaguzi wa ndani kule, lakini baada ya kufanya kazi yao, wao ndio wanashirikiana na vitengo vya manunuzi kutafuta njia za kuchepusha fedha. Kwa hiyo kitengo chako kisimame imara cha mkaguzi wa ndani. Nilizungumzie swala la kupanda kwa bei za bidhaa. Sasa hivi ukisoma maoni
mengi ya Watanzania kuna malalamiko ya kupanda kwa bei za bidhaa. Lakini wote tunajua hapa kwamba baada ya COVID dunia yote imekuwa na mfumuko wa bei. Kwa sababu bidhaa zote zilizokuwa maghalani zilitumika ndani ya miaka hii miwili mitatu ambao dunia imekumbwa na COVID. Hakukuwa na uzalishaji viwandani. Uzalishaji ndio unaanza sasa. Kwa maana hiyo kama bidhaa ni chache duniani, bila shaka bei zitapanda. Bei zimepanda kwa bidhaa nyingi tunazoagiza kutoka nje. Lakini kuna swala la upandaji wa bei za mafuta. Mafuta yamekuwa yakipanda nadhani toka mwaka jana katikati ya mwaka. Mafuta yamekuwa yakipanda. Tukachukua hatua ya kupunguza tozo ndani ya mafuta kwa mara ya kwanza ili kushusha bei ya mafuta kwa wananchi. Lakini mafuta yameendelea kupanda. Waziri akachukua hatua. Kipindi hiki cha pili mafuta yamepanda kwa shilingi 156 kwa lita. Waziri akaona nikitoa shilingi 100 yapande kwa shilingi 56 nitaleta unafuu ndani ya nchi. Lakini kwa bahati mbaya hakuangalia kwa upana zaidi kwamba ile ilikuwa tayari iko kwenye budget iliyopitishwa na bunge. Kwa hiyo kulikuwa kuna utata kidogo. Tumekaa kama serikali tumerekebisha. Ile shilingi iliyotoka nimeagiza irudishwe. Na kwamba tathmini tuliyofanya hata kama ile shilingi tungeitoa kwa mwenendo wa upandaji wa bei ya mafuta duniani bado isingekuwa na impact. Ila tungejikosesha kile ambacho tunakusanya. Kwa hiyo tumeamua shilingi irudishwe. Lakini wabunge wenye maeneo yenu, mawaziri mnaosimamia sekta, waambieni wananchi ukweli. Vita ya Russia na Ukraine imepandisha sana bei ya mafuta. Na mafuta yanapopanda ndio kila kitu kinapanda. Nauli zitapanda, usafirishaji wa bidhaa zitapanda. Sasa hivi kutoa container kutoka China ya bidhaa kuleta Tanzania, wafanya biashara kwa nalipa kwa container ya futi 40 nadhani $1,500. Sasa hivi ni $8,000 mpaka 9,000. Hii inakwenda kuingia kwenye bidhaa nazo zileta. Kwa hiyo waambieni wananchi ukweli. Wasikae tukulaumu serikali aseme kitu. Bei zinapanda za mafuta. Mafuta ya kula yamepanda. Lakini jengine kwenye mafuta ya kula. Nakumbuka nilikuagiza waziri wa fedha kwamba katika bajeti yetu hii tunayomaliza tuliingiza kitu kwenye mafuta ya kula na nadhani na ya nyuma yake ili kulinda viwanda vya ndani nadhani kwenye uzalishaji. Lakini pamoja na kuongeza hiyo kitu, kuzuia mafuta ya nje asije, viwanda vya ndani ndio vimefungwa kabisa. Hakuna hata uzalishaji wenyewe. Kwa naomba litizameni tena. Kama haitusaidii ondoweni ili mafuta ya nje yaingie, angalau hata kama bei itakuwa kubwa lakini wananchi wana mafuta ya kutumia. Sasa mmezuia ya nje hayaingii, ndani hayazalishwi, wananchi wanapiga kelele. Bila shaka mafuta yatapanda bei kwa kiasi kikubwa. Wananchi wanapiga kelele. Nendeni katizameni vipengee vitakavyoleta unafuu kwa wananchi. Kwa niombe tena tuseme yaliyoko duniani. Wananchi wajue mwenendo wa bei za dunia. Kwa mfano kwenye swala la mafuta, ukiangalia Afrika Mashariki na Kati, Tanzania ndiyo yenye bei ya chini kabisa ya mafuta. Lakini wenye sekta hawasemi. Wamekaa tu wanajifungia yakipanda huko na wao wanapandisha. Semeni kwa wananchi nini kinatokea, kwa nini bei zinapanda. Mpaka kila kitu rais aseme. Kila kitu rais. Kwa mitandaoni kwa rais hajasema, rais hajasema. Who is rais? Rais ni taasisi. Nyinyi ni wasaidizi wangu. Saidieni kusema huko. Kwa hiyo kila mtu kwenye sekta yake linapotokea awe mwepesi wa kusema. Tutaangaliana kwenye hilo. Nihitimishe kwa kurejea tena kuwapongeza TAKUKURU na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu kwa kazi nzuri mnazofanya. Naelewa changamoto mnazokabiliana nazo, lakini changamoto zetu wote kwa ujumla tutajitahidi kuziondosha kila pale tunapopata nafasi. Niwaombe sana
mkafanye kazi kwa uadilifu mkubwa, kwa weledi mkubwa. Niwapongeze kwamba sasa mmevuka mipaka na mnafanya ukaguzi wa rushwa na wa mahesabu nje ya nchi zetu kwenye mashirika mbalimbali ya kimataifa. Nawapongeza sana. Na niombe Mwenyezi Mungu awasaidie na wabariki sana. Baada ya kusema hayo, asanteni kwa kunisikiliza. Shukran sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba hiyo yenye maelekezo na ushauri. Vile vile shukran kwa viongozi wote ambao mmehudhuria shughuli hii na wageni waalikwa. Hapa ndo tumefika mwisho wa shughuli yetu. Naomba ruhusa tumruhusu Mheshimiwa Rais aendelee na ratiba zake nyingine, tafadhali. Ni heri mama we